Tunaazimia kwamba moja, tunawajibika kuhamasisha watu wote waliojiandikisha kupiga kura na kuhakiki majina yao na kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Azimio la kwanza. Azimio la pili, makongamano ya amani yawe endelevu. Azimio la tatu, viongozi wa dini wawaelimishe waumini kuhusu haki na wajibu wao katika kulinda amani ya nchi yetu. 4, kuwahimiza Watanzania wote kuepuka na uchochezi wa baadhi ya mitandao ya kijamii ama vyombo vingine vyovyote vya habari. 5, tunatoa rai kwa vyombo vya dola kuendelea kutumia hekima na busara katika kulinda amani, hasa siku ya uchaguzi. 6, kupanuliwa kwa wigo wa ushiriki wa viongozi wa kidini katika vyombo vya utungaji wa sheria au vinavyofanya maamuzi. 7, ni wajibu wa kila mwananchi kulinda amani wakati wa kudai haki yake. Uzalendo ndiyo huchochea amani. Tunakumbushana thamani isiyo na kifani ya amani. Tukitoka kwenye uzalendo, tumeshikamana na uzalendo wetu na kuipenda nchi yetu, lakini kubwa linalopelekea uzalendo huu ni kuzalisha kitu kinachoitwa amani. Kaa pamoja watu wa dini mbalimbali, tuko mahali pamoja, neno letu moja, kauli yetu moja. Tunakoelekea, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Bila ya kufanya kazi kubwa ya kuitunza na kuienzi amani hii iliyopo, uchaguzi mkuu huu utatufanya tuikimbie nchi yetu na uzalendo wetu utakuwa haupo tena, kwa sababu tulioshawishi na kusababisha amani kupotea kwenye nchi yetu ni sisi wenyewe. Niamini kwamba kipindi hiki japo tunaona ni kifupi, linaweza likapita wimbi gumu sana ambalo litatuelekeza njia ambayo si nzuri. Ni jukumu letu kama viongozi wa dini kukemea. Ni jukumu letu kama viongozi wa dini kufanya nini? Kukemea kwenye maeneo yetu ya ibada, kwenye maeneo yetu ya misikiti, maeneo ya mikusanyiko yoyote ambayo tunaona kuna mwelekeo wa rushwa. Si kukimbia au kunyamaza tu, tujitahidi kukemea, maana mamlaka hayo tunayo kufuatana miongozo yetu ya vitabu vya dini. Katiba yetu ya nchi hii, tunazo haki na tunao wajibu tunaopaswa kutekeleza. Tukiangalia katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 21 kifungu kile cha kwanza, kila raia ana haki ya kushiriki moja kwa moja au kupitia wawakilishi walioteuliwa kwa uhuru katika kutawala nchi yake. Ni wajibu wetu ambao kila raia anayo sababu ya kushiriki, ni haki yake. Kwa niaba ya serikali tunaomba kuwahakikishia yale yote ambayo yanahusu serikali katika kuhakikisha siku ya uchaguzi kunakuwa na utulivu na kunakuwa na amani ya kutosha. Serikali imejipanga vizuri kuhakikisha kunakuwa na ushwari na utulivu, ili kila mmoja, wananchi wote wale wenye sifa ya kupiga kura wanajitokeza kwenda kupiga kura katika hali ya amani na utulivu wa kutosha kwenye vituo vyote ambavyo vimebainishwa vya kupigia kura. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.